libarikiwe. Amen. Basi bila kukawia, tutaenda kumshukuru Mungu kwa maana ni mwema. Kwa maana kulala na kuamka si mapenzi yetu, bali ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Basi tutaenda kusoma kitabu cha Mhubiri sura 3 mstari wa kwanza unashia hadi 5. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Eti kila kitu kina majira yake. Kila jambo duniani lina wakati wake. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna kilichopandwa. Wakati wa kuua na wakati wa kuponya. Wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe pamoja. Wakati wa kukumbatia na wakati wa kuacha kukumbatia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya na maandiko matakatifu ambayo tumeyasoma. Hii ni neno la Mungu. Tena tutenda kutafsiria kwa mafupi tu, bali si kwa marefu. Na kichwa chetu cha neno kwa siku ya leo, tutahubiri jambo na nyakati lake, au kila kitu kina majira yake na kina wakati wake. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndugu yangu mpendwa ambaye uliye hapa, nitakwenda kukwambia neno moja. Ujue kila kitu hapa chini ya jua kina nyakati zake na kina wakati wake, kwa sababu ambacho unachofanya hapa chini ya jua unachifanya, lakini ujue wakati upo ambao unaweza kukusanya mawe na wakati ambao unaweza kuvuruga yale mawe ambayo uliyoyakusanya wewe. Hao wakati ambao unaweza kuponya na wakati ambao sio wa kuponya. Kila kitu kina wakati wake. Huu ni wakati ambao tunapitia ndani kama shida ambazo tupo ndani. Ndugu yangu, nikikumbuka wakati moja ambayo nilikuwa nikiwa ndani ya gereza, lakini nikiona kama huu wakati ambao nipo ndani ya shida, nilipoona tena wakati ambao nipo kwenye shida, Mungu ameniokoa katika shida ile, nikasema asante Mungu, kwa maana umenitoa kwenye shida ile. Ile ni wakati ambao Mungu alikuwa amefikiria kwa ajili yangu. Ndiyo ndugu yangu mpendwa, huu ni wakati ambao tunapitia, wakati mgumu ambao wewe huwezi kujitambua ni wakati gani, lakini ujue wakati wako ambao unao ni wakati gani. Tuwa na wakati, huu ni wakati sasa wa kutafuta, wakati ambao wa kumuita Mungu kwa bidii. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Si wakati ambao unaweza kuwa wakati wa rejareja, lakini huo wakati ambao ni wakati mzuri wa kulilia Mungu, wakati mzuri wa kuweza kumkubalia Mungu na wa kuweza kuwa connect na Mungu, kwa sababu Mungu ndio muweza yote na ndio anaweza kafanya wakati wake kuwa mzuri mbele yako. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio maana huu wakati tulipo ndani ni wakati ambao tutaweza kumuita Mungu, tukapata wakati wa kumulilia Mungu katika shida na katika mateso tunayoyapitia kwa sasa. Ni wakati mgumu sana ambaye tunao kwa sasa, lakini jitafute uwe connect na Mungu. Mungu akukusogelee na ujue ambao unavyofanya kwa wakati wako ni wakati gani ambao uko nao wa kuita Mungu wako. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Basi tutasema hayo mambo machache tu.
Lakini ujifikirie mahali ulipo ndugu yangu, eti wakati huu ninao ni wakati gani? Ujiswali ndani mwako, wakati huu ninao ni wakati gani ambao ninao, kwa sababu ujue Mungu sikiziwi bali anasikia. Mungu ukikuwa connected naye atajua huyu mtoto wangu analilia nini, kama vile baba anasikiliza mwanawe. Eti mtoto wangu una shida gani? Una malalamiko gani? Lakini Mungu ndiyo mweza yote. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tutaenda kumwomba Mungu kwa sababu haya mambo machache ambayo tumeyasikia kwa mafupi, si kwa marefu, bali ninataka kukuambia ujue wakati wako ambao unao kwa muda huu ni wakati gani. Ni wakati gani ambao unao? Acha tuende kumwomba Mungu. Mungu mweza yote, Mungu uliye juu, mahali pa juu, ninakuita Bwana uwe connect na sisi kama vile wanawe ambao uliyosema eti mwanangu anapoomba mkate nitamjibu sawa sana na lile ombi lake ambalo aliloliomba. Jua wakati na majira yao watu wako kama vile wa Kristo ambao wanajua safari ya kwenda mbinguni. Ujue connect yani uwe connect na watoto wako kama vile baba anavyousikiliza mwanawe akiomba mkate, anaweza kumpa ule mkate ambaye ameomba. Ndio maana nakuililia Bwana na kuhitaji Mungu uwe connect na wanawe. Kwa saa hizi nyakati kama na hizi, tujue tupo wapi na tunaelekea wapi, bali safari yetu ni safari gani, na sisi ni wanawe ambao tunakuja mbele zako tukipiga magoti, tunaomba na tunaamini kuwa utatenda kupitia uwezo na mamlaka yako. Amen.